Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Plus habari, ambapo alikuwepo hapa Fatuma Hassan kutuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasaa kupiga chenga viwanjani, ni muda wa kuanzisha mashambulizi, na tayari golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati niko hapa kukuletea mengi ambayo yamejiri katika michezo kitaifa na kimataifa, lakini nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Na karibu. Baraza la michezo la taifa BMT kupitia afisa michezo mwandamizi Charles Maguzu amesema uongozi mpya wa kamati ya Paralympic Tanzania TPC unatakiwa kuhakikisha michezo ya watu wenye ulemavu inachezwa na kuenea katika maeneo yote nchini Tanzania. Hayo yamesemwa mara baada ya kuapisha viongozi wapya wa kamati ya Paralympic Tanzania TPC kuwa ni muhimu watu wenye ulemavu washirikishwe kikamilifu, waguswe moja kwa moja na kuhamasishwa kushiriki katika michezo ili kuongeza ushiriki na kukuza vipaji vya michezo kwa watu wenye ulemavu nchini. Huku mwenyekiti wa uchaguzi wa kamati ya Paralympic Tanzania TPC ambaye pia ni afisa sheria mkuu wa baraza la michezo la taifa BMT Tadeus Almasi ameutaka uongozi mpya wa TPC uliochaguliwa kujituma katika kutekeleza majukumu yao na kufanya kazi kwa kushirikiana ili kufanikisha maendeleo ya michezo ya watu wenye ulemavu hapa nchini Tanzania. Mara baada ya kuapishwa kushika wadhifa wa rais wa kamati ya Paralympic Tanzania TPC, Dandi amesema kuwa uongozi wake utajikita katika kuimarisha mshikamano na mashikamano ndani ya kamati kwa lengo la kuhakikisha maendeleo endelevu ya michezo kwa Paralimpiki nchini. Kila eneo waguswe, washirikishwe, wahamasishwe washiriki kucheza. Kwa hiyo tawanyikeni nchi nzima, msikie Dar es Salaam. Endeleeni kupendana, kuheshimiana na kuvumiliana. Kosoaneni kwa lugha za staa kwa lengo la kujenga. Swala la fedha, wagombea jinadi hapa wakatekeleza kwa vitendo. Tunataka tuone pesa. Chama kiwe kina pesa, waoneni wafadhili mbalimbali wawasaidie. Yaani wachukulie ni kama ni, usichukulie ni wanao, chukulia ni sehemu yako ya maisha yako ya kila siku. Ndio utawapenda watu wenye ulemavu. Unajua mtu akiwa na ulemavu hata na saikolojia yake inakuwa tofauti, anakuwa anajihisi kunyanyapaliwa kila wakati. Kwa hiyo tuna taski kubwa mbele yetu ya kwenda kuperform. Mzee Malango, naamini utafanya kazi. Mzee Dandi, naamini mtafanya kazi, mjitume, na wengine ambao mpo. Nachoweza kusema kwamba tuvunje makambi, kazi ifanyike, na uongozi uliopita ambao hatukubahatika kuwa wote tena katika kipindi hiki, bado tunahitaji mchango wa mawazo yenu. Haijalishi vile ambavyo labda tulipishana katika nyakati za nyuma, yamepita. Kwa hiyo tugange yajayo, na nalishukuru sana Baraza la Michezo Tanzania kwa ajili ya kuendesha uchaguzi wetu. Ilikuwa tufanye mwaka jana, lakini tukawa tumekwama kutokana na sababu mbalimbali. Kwa hiyo mwaka huu imempendeza Mungu tuufanye. Pili ni kwa wagombea ambao hawakupita, sio kwamba hawakuwa bora, lakini ushindani ulikuwa mkali. Mimi bado nina imani tutaendelea kuhitaji mawazo yenu, usaidizi wenu, kwa sababu tunajenga nyumba moja. Tukisalia hapa jijini Dar es Salaam kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara hapo kesho baina ya klabu ya soka ya Yanga na Dodoma Jiji katika dimba la KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Makocha wa timu zote mbili wameelezea maandalizi yao katika mchezo huo. Aidha, maafisa habari wa Yanga na Dodoma Jiji wamewasihi mashabiki kujaza uwanja huo ili kuwapa morali wachezaji wao. We're ready for the game and we're looking forward. We know we're coming from defeat, but at the end of the day, I think we have to redeem ourselves and we have to come back as soon as possible for the game that is coming, so that we go back to our momentum that we used for. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kimwili, kiakili kuweza kukabili mchezo wa kesho. Tumefuata maelekezo ya mwalimu, tutasikiliza nini mwalimu atakachoongea, ndicho tutakachoenda kufanya katika mchezo wa kesho. Naamini tutafanya vizuri. Kama Dodoma Jiji na washabiki wake ambao wamekuwa wakitegemea kuona wanapataje furaha, lakini pia sisi tuko na familia zetu, kwa maana ya benchi la ufundi, kila mtu yuko na familia yake, anapenda kuona
tukileta furaha kwenye familia zetu na wachezaji pia. Kwa hiyo kila mmoja anatumika kwa namna yoyote ili kuweza kupata furaha. Lengo la mechi kama hizi ni kuwapa waajiri wetu sisi furaha, lakini kuwapa watu ambao wanatusupport sisi furaha. Kwa nadhani furaha sio ya mtu mmoja, tunajaribu kuona namna ambavyo tunaweza tukashirikiana tupate at least namna ambavyo tunaweza tukaitangaza na sisi timu yetu kwa miongoni mwa timu kubwa kupitia mechi kama hizi pia, kwa sababu unapopata ushindi kwenye mechi kama hizi basi unatengeneza furaha kwa washabiki wako ambao wanakusupport, lakini sio rahisi. Salamu kwako mshabiki, mwanachama na mpenzi wa klabu yetu Young Africans. Hizi ndio nyakati ambazo tunatakiwa tuongeze jitihada zaidi za kuisupport timu yetu. Nyakati hizi ambazo tunaona tunaingia kwenye mapambano makubwa, tunatakiwa tuwe pamoja zaidi na wachezaji wetu, waone kwamba sisi ni wachezaji wa 12 na tunawasapoti wao. Na inaanzia na kesho, sio Zanzibar. Inaanzia na kesho hapa KMC Complex. Kwa tunawaheshimu Yanga lakini hatuwahofii. Yaani hakuna timu tunaihofia ligi kuu. Ndio maana tunashiriki ligi moja. Kwa ni Yanga ni level yetu. Tunaamini tutakwenda kucheza nao, tutaonesha mchezo mzuri, mwisho wa siku tuweze kupata alama 3. Tumeshindwa kabisa, tusipoteze kabisa. Yaani lengo tusipoteze mchezo hata mmoja. Kwa tumekuja Dar es Salaam, lengo letu tukusanye alama 6, tumeshindwa kabisa, tukusanye alama 4. Tuelekee visiwani Zanzibar ambapo mkuu wa kikosi cha KMKM Zanzibar Komodore Azana Msingiri ameahidi kuwachukua vijana watakaofanya vizuri katika timu mbalimbali zilizopo jimbo la Mkoani ili kujiunga na kikosi cha klabu ya KMKM, hatua inayolenga kuimarisha vipaji vya vijana hao na kufanya mchezo wa mpira wa miguu kuwa ajira kwao. Msingiri amesema hayo katika fainali zilizokutanisha timu za Mbuguani na timu ya Ngomani, ambapo timu ya Mbuguani ilibuka mshindi kwa mikwaju ya penalti 5-4 baada ya sare ya 1-1 katika dakika 90 za mchezo huo. Aidha, amesema atahakikisha anatumia walimu wa klabu ya KMKM kuja kusaka vipaji vya wachezaji wa timu za jimbo hilo ili kujiunga na kikosi cha KMKM katika michezo mbalimbali, akisisitiza kuwa klabu hiyo ipo tayari kuwapa nafasi vijana wenye nidhamu, bidii na vipaji vya hali ya juu. Kwa upande wake, mwakilishi wa jimbo la Mkoani Pemba, Kapteni Hamis Amran Hijaz, amesema hatua hiyo ni kielelezo cha dhamira ya dhati ya kuimarisha michezo na kuifanya michezo kuwa ni sehemu ya ajira kwa vijana. Napenda nizungumze wazi. Mimi kama mkuu wa KMKM Komodore Msingiri nitahakikisha natumia nguvu zangu kubwa sana kupitia timu yangu ya KMKM kuendeleza timu ya jimbo la Mkoani. Nitawaleta makocha wangu baada ya kutengenezwa timu ya jimbo. Nitatoa kocha wangu mmojawapo na watendaji wa viungo waje huku wakae na timu yako mheshimiwa wakilishi, waitengeneze. Na katika timu hii nitahakikisha nachukua baadhi ya vijana kujiunga na kikosi maalum cha kucheza magendo. Mashindano haya yanaendelea kwenye jimbo la Mkoani ili kutafuta vipaji vyenye uwezo na kuwapeleka kwenye timu nyingine mbalimbali. Sasa hivi nimeshafanya mazungumzo na timu moja ya Ufaransa ya Bordeaux. Tumeshafanya mazungumzo na wao, wataleta makocha hapa Pemba. Atakaa kwa wiki mbili kuangalia vipaji kwenye jimbo zima hili la Mkoani. Baada ya kuangalia vipaji, atasema bana huyu na huyu anafaa, alafu baada hapo tutakwenda kwenye mazungumzo. Lengo ni kuhakikisha kwamba Mkoani inachangamka, Mkoani inabadilika. Michezo ya asili ikiwemo resi za ngalawa, gwaride la punda na mchezo wa ng'ombe imetajwa kama moja ya vivutio vinavyoweza kutangaza utalii wa utamaduni na michezo ya baharini, hivyo kuvutia watalii wengi zaidi kutembelea kisiwa cha Pemba. Kauli hiyo imetolewa na kaimu katibu mtendaji wa kamisheni ya utalii Zanzibar, Adili George, pamoja na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za maji na nishati Zanzibar, Omari Ali Yusuf, wakati wa tamasha la 6 la utalii, michezo na utamaduni lililofanyika huko Pemba. Tamasha hilo linalenga kuvitangaza vivutio vya utalii vilivyopo Pemba, ikiwemo michezo ya asili, utamaduni na fursa za michezo ya baharini. Kabla ya teknolojia ya magari, baskeli na vyombo vingine vya maringi mawili, punda hawa au virongwe walikuwa wakitumika sana katika usafiri katika kisiwa hiki cha Pemba. Kwa hiyo kuhuisha mchezo huu au kuhuisha gwaride hili kunakwenda
tena kuamsha ile hisia au kuamsha ile historia ya kisiwa cha Pemba, na ni njia ya usafiri ambao ilikuwa ikitumika awali na watu wa Pemba. Kwa hiyo ni kuamsha tena hisia za watu, lakini kwa vizazi vya sasa kuweza kuona wazee walitokea wapi na walikuwa wanafanya nini mpaka sasa hivi tuna magari na Honda na baskeli na vitu vingine. Tunapozungumza tunaunganisha na utalii. Watalii wanapotoka nje kuja hapa wanakuja kuangalia vile vitu vyetu ambavyo kwao haviko, hilo moja. Lakini pia utalii unabeba asilimia kubwa kwenye vitu vya asili. Kwa hiyo watu wanataka kujua historia yetu ni nini, asili yetu ni nini. Hasa asili yetu na historia yetu unaipata katika vitu kama hivi hapa vya michezo ya ng'ombe, ambao kwamba vijana wengi hawayajui tena, lakini tutakapovikuza tukaviendeleza, manake utaendelea kuwa ni urithi kwa vijana na vizazi vinavyokuja, lakini itaendelea kuwa ni kivutio hususan cha wageni kuja kuitembelea Zanzibar, hususan Pemba katika mchezo huu hapa. Taarifa hiyo inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Uingereza Wayne Rooney amesema kuwa klabu ya Manchester United inaonyesha dalili za kurejea kwenye hali ya ushindi baada ya matokeo mazuri ya hivi karibuni, ikiwemo ushindi wa mabao 3-2 ugenini jana dhidi ya Arsenal katika mchezo wa ligi kuu ya soka nchini Uingereza. Rooney ambaye ni mshambuliaji wa zamani wa Manchester United na mfungaji bora wa muda wote wa klabu hiyo aliwapongeza wachezaji kwa jinsi walivyocheza, akisema katika kipindi cha pili Manchester United walicheza vizuri sana na walistahili ushindi. Aliongeza kuwa licha ya United kuonekana chini msimu huu, lakini kwa sasa wamekuwa na mabadiliko chanya na ari ya ushindani ambayo wapenzi wa klabu wamekuwa wakiyatarajia. Rooney pia amepongeza uwajibikaji wa benchi la ufundi la Manchester United chini ya kocha Michael Carrick ambaye ni nyota wa zamani wa klabu hiyo, akisema timu kwa sasa inaonyesha mabadiliko makubwa tangu Carrick aanze kazi hiyo wiki chache zilizopita baada ya kuachana na kocha raia wa Ureno Ruben Amorim. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Manchester United hao jana amemfunga tu Arsenal, kelele zimekuwa nyingi mjini kweli kweli. Na sasa ni wasawa habari za burudani, ambapo kutoka mtandaoni zinazobamba kwa sasa zinamhusu mwanaume mmoja wa Marekani aliyejizorau maarufu mkubwa kwa kupanda majengo marefu na miamba hatari, na huyu si mwingine ni Alex Honnold ambaye amefanikiwa kupanda jengo refu la ghorofa 101 jijini Taipei nchini Taiwan bila kutumia kamba, mkanda wa usalama wala vifaa vyovyote vya kujilinda. Jengo hilo linajulikana kama Taipei 101, lina urefu wa mita 508 na limejengwa kwa chuma, kioo na zege, likiwa na muundo unaofanana na shina la mianzi. Jengo hilo ndilo linaloshikilia kuwa jengo refu zaidi duniani kwa mwaka 2004 hadi 2009, ambapo sasa linashikilia nafasi ya 11 duniani na ndilo jengo refu zaidi Taiwan, likishika nafasi ya kwanza nchini humo. Safari yake ya kupanda Taipei 101 ilikuwa imepangwa kufanyika Jumamosi, lakini ilicheleweshwa kutokana na mvua kubwa ambayo ilinyesha. Upandaji huo ulirushwa mubashara na Netflix, ambayo imesema kulikuwa na ucheleweshwaji mdogo wa matangazo ili kuzuia kuonyesha tukio lolote baya endapo lingetokea. Honnold alikamilisha upandaji huo kwa muda wa saa 1 na dakika 31 siku ya jana, akivunja rekodi ya awali kwa zaidi ya nusu ya Mfaransa Alain Robert aliyejitambulisha kama Spiderman. Ndiye aliyewahi kupanda jengo hilo hapo awali kwa saa 4 akitumia kamba na mkanda wa usalama, lakini Alex Honnold hajatumia kamba, mkanda wa usalama wala vifaa vyovyote vya kujilinda. Kufuatia hilo, makamu wa rais wa Taiwan alimpongeza Honnold kupitia mtandao wa X. Kwako mtazamaji, unadhani ungeishia ghorofa ya ngapi? Tuandikie ujumbe mfupi kupitia mitandao yetu ya kijamii pale YouTube, tunapatikana kama Channel 10+. Binafsi ningejinawa, nisingeweza kabisa. Na kufikia hapo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani kutoka hapa Channel 10+. Mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Nirudishe matangazo haya kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima leo. Usiondoke.